Kuna tabia 10 ambazo ni hatari kwa akili yako. Tabia ya kwanza ni kupenda sana kujitenga na kukaa sana peke yako. Tabia hiyo inaweza kusababishia ukapata hali ya huzuni, upweke na hata kufanya maamuzi ambayo si mazuri. Tabia ya pili ni kukaa sana kwenye giza, ukiachana na kuua macho, lakini pia inaweza kaathiri hata ufanyaji kazi wa akili yako, kwa sababu kukaa sana kwenye giza pia kunafifiisha hata uwezo wa akili kufanya kazi. Tabia ya tatu ni kushinda sana kwenye mitandao ya kijamii. Kushinda sana kwenye mitandao ya kijamii, kuangalia sana TV, kufuatilia sana umbea au kushinda kwenye screen ya aina yoyote ambayo inaua macho, ufanyaji kazi wa akili na hata utendaji kazi wako, na hata kukunyima utulivu na kuwa na papara ya maisha na kuwa na papara ya kila kitu. Tabia ya 4 ni tabia kutokulala, kutokupata usingizi. Kutokulala na kutopata usingizi wa kutosha, kwanza kunaathiri mwili wako na kunaathiri akili yako na unaathiri maisha yako kiujumla. Takriban 70% ya saratani, vichocheo vikubwa, ukiachana na mfumo mbaya wa maisha kwenye kula na mfumo mbaya wa maisha kwenye kulala, pumzika. Mwili unahitaji masaa yasiyopungua 7 na yasiyozidi 9 kupumzika kila siku ili kuimarisha akili na kinga ya mwili. Tabia ya 5 ni tabia ya kulalamika. Kulalamika kupita kiasi kunaifanya akili yako izubae, ishindwe kutafuta ufumbuzi, ushindwe kuwa ubunifu, ishindwe kutafuta namna ya kuweza kufanya maamuzi sahihi na kuwajibika kwenye kila jambo, na mwisho wa siku unakuwa ni mtu ambaye kila jambo unatafuta mtu wa kumlalamikia na mtu wa kumtupia mzigo. Kwa hiyo tabia ya kulalamika ni tabia mbaya sana, inaathiri akili yako. Tabia ya kula vyakula vya viwandani, vyakula vyenye sukari nyingi, pia vinaathiri moja kwa moja hadi mfumo wa ubongo wako, mfumo wa fahamu, na hata kuathiri mfumo wa ufanyaji kazi wa akili yako. Ndio maana nashauriwa sana tukiwa wanene kupita kiasi, kutokana tunapokula inaathiri mpaka ufanyaji kazi wa ubongo, kwa sababu muda wote utakuwa unasinzia na moja au nyingine. Tabia ya 6 ni tabia ya kufuatilia sana taarifa mbaya, kusikiliza sana taarifa mbaya, kuangalia sana taarifa mbaya, taarifa hasi, kufuatilia sana taarifa hasi ambazo zinaenda kuathiri mfumo wako mzima wa kihisia na akili, kiasi ambacho inaua hali ya kujiamini, hali ya kujithamini na hali ya kujipenda. Unakuwa na huzuni muda wote, unakuwa unajikatia tamaa. Kwa hiyo kufuatilia taarifa mbaya na taarifa hasi inaathiri sana. Ndio maana tunashauri ufanye social media detoxification, yani upumzishe akili yako kufuatilia vitu vya kwenye social media ambavyo vinakufanya ujione mtu ambaye hauna thamani na unakata tamaa kirahisi. Tabia nyingine ambayo ni ya 7 ni tabia ya kutokufanya mazoezi. Tabia ya kutokufanya mazoezi inaweza kaathiri moja kwa moja mwili wako. Unajua mazoezi ni dawa ya asili mwili ambayo inajipatia. Kwa hiyo kutokufanya mazoezi kwanza unaathiri mwili wako na unaathiri akili yako. Lakini ukifanya mazoezi unaupa sharpness mwili wako, unakomaza misuli na mifupa, lakini unaimarisha akili yako kwenye kufanya maamuzi, kutatua changamoto na hata kufikiria vitu vizuri kwa ujumla. Lakini tabia nyingine ya 9 ni tabia ya kuangalia picha chafu, ambayo ni tabia mbaya, tabia ambayo sio nzuri. Kuangalia sana picha chafu inakutengenezea akili ya utegemezi na uraibu wa kuangalia picha chafu. Tabia nyingine ni tabia ya kuangalia ya kufanya masturbation, tabia ya kujichua. Ni miongoni mwa tabia ambayo mbaya. Kujichua na kuangalia picha chafu inaua kwanza imani yako ya kidini, ambayo unakuwa hauna hofu ya Mungu, lakini inaua uwezo wa kujiamini na kujithamini, inaua uwezo wa akili, inaleta uchovu, inaleta maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu ya shingo, macho kuharibika na akili kuharibika, unashindwa kupata focus na hata unashindwa kuperform vizuri kwenye kusimamisha au kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo picha chafu pamoja na kujichua ni miongoni mwa sababu kubwa inaweza kufanya ukaathiri akili yako na afya yako. Na tabia ambayo ni ya mwisho, ambayo ni tabia mbaya inaweza kaathiri akili yako na afya yako, ni kucheza kamari. Tabia ya kucheza kamari. Kamari
Sasa hivi imekuwa hyped sana, ambapo watu wanacheza kamari ambao wanategemea kuweka kidogo ili wapate kingi, bila kujua kwamba kile kidogo anacholiwa kila siku ukijumlisha na ambacho anasema ni kingi alichokila kwa mara moja, alichokipoteza ni kingi kulicho alichokiweka au alichokipata. Kwa hiyo unaufundisha ubongo wako kwamba hakuna kazi yoyote inaweza kukupatia fedha nyingi zaidi ya kucheza kamari, na mwisho wa siku asilimia zaidi ya 70 wengi wamefilisika, wamekuwa wezi, wameishia kwenye uteja mwingine, wameishia kuuza vitu vya ndani kwa sababu ya kamari. Analiwa, anaenda kutafuta hela nyingine, au anaenda kuuza kitu chake ili tu aje kurudisha fedha zake, na mwisho wa siku anakuwa anakimbiza fedha ambazo hajui atazipata saa ngapi, atazipata lini. Anakuwa mtegemezi na anakuwa hayupo huru tena na maisha yake. Kwa hiyo hizo tabia 10 zifuatilie vizuri na uweze kurekebisha ili uje kuwa vizuri kiakili, kiafya na kimwili.